Kwingineko, ajali ya barabarani iliyotokea eneo la Karai huko Naivasha na kusababisha vifo vya watu 8 akiwemo mhubiri wa Kikatoliki pamoja na familia yake imewaacha familia na jamaa huko Gatundu katika maombolezi. Familia ya James Njoroge Kabari ikianza mwaka mpya kwa majonzi makubwa kufuatia mkasa huo. Kabari alipoteza maisha yake pamoja na mkewe Teresia Wanjiru na wana wao wawili katika ajali hiyo ya Januari tarehe 5. Majonzi na huzuni imeendelea kutanda katika kijiji cha Ndondo, Gatundu South, kaunti ya Kiambu kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyogharimu maisha ya katekista wa kanisa Katoliki na familia yake changa. Familia na kijiji hiki kikianza mwaka mpya na simanzi kubwa, wakazi wa kijiji wakifurika katika boma la marehemu James Njoroge Kabari kuungana na familia katika maombolezo baada ya mkasa huo. Kabari aliyekuwa katekista katika kanisa Katoliki la St. Mary Ridgeways alifariki pamoja na mkewe Teresia Wanjiru na wana wao wawili wenye umri wa miaka 6 na mwaka 1. Wakati tulipata hiyo maneno, hiyo mnaelezwa na mama, tulishangaa ni kitu gani kinafanya hii mtoto wetu akuwe namna hiyo. Anafariki, anatuacha. Familia hiyo ilipoteza maisha katika ajali iliyotokea Januari 5 mwaka huu katika eneo la Karai walipokuwa wakisafiri kuelekea Gilgil. Inaripotiwa Kabari alikuwa akimrudisha mkewe Gilgil ambako alikuwa akifanya kazi kama mwalimu wa shule ya msingi wakati ajali hiyo ilipotokea. Alikuwa bibi yake nampa mimi tarehe ya kurudi hospitali 23. Alikuwa anasema atakuja arudi hospitali. Hiyo mama bibi yake. Yaani walikuwa usaidizi hao wawili. Limetupata bila kutarajia kwa vile ni accident, na tugeomba wahisani wema wale wanaweza kujitolea watusaidie kwa kuwapumzisha, kwa vile kupumzisha watu 4 familia moja ni kazi gumu. Binti yao mwenye umri wa miaka 7, Claire Wairimu, ambaye pia alikuwa ndani ya gari hilo, alinusurika kifo kwa tundu la sindano na kwa sasa amelazwa katika hospitali moja mjini Naivasha. Alinusurika kifo pamoja na msimamizi wa nyumba ya familia hiyo na rafiki yao ambao pia walikuwa wakisafiri nao. Kitu mnalia kidogo ni usaidizi yule mtoto anabakia peke yake. Mtoto Njoroge yuko kwa hospitali na hatuna chochote cha kumtoa. Hatuna chochote cha usaidizi. Tunataka usaidizi kutoka kwa juu ya hiyo mtoto. Msiba huo umeiacha familia ya Kabari na majonzi makubwa na maandalizi ya mazishi yakiendelea. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.